Lissu akaendelea kuporomosha nondo kuhusiana na utetezi wake. Akasema tume ya Nyalali ilisema pia kuwe na wagombea binafsi, yani independent candidate. Serikali ya Mwinyi na chama chao walikataa mapendekezo ya Jaji Nyalali, walikataa katiba mpya na tume huru na wagombea binafsi vyote walikataa. Marehemu Mzee Mwinyi aliandika kitabu kabla hajafariki. Alisema tulikataa mapendekezo ya Jaji Nyalali ili kuokoa chama na watu wa CCM wangekimbia chama. Na akasema hiyo habari ilileta ugomvi mkubwa na Mwalimu Nyerere, kwa hiyo hatukupata katiba mpya na tume huru na mgombea binafsi. Kwenye kilichotokea kwenye sheria ya mabadiliko ya katiba ya mwaka 1992 akaifanya tume ya uchaguzi kuwa ya CCM zaidi na kuwafanya wajumbe wote wa tume kuwa wateule wa rais moja kwa moja. Na kabla ya hapo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi alikuwa ni spika wa bunge. Wao wakamfanya mwenyekiti awe ni jaji ambaye ni mteule wa rais. Yaani yale mabadiliko yakamfanya mkurugenzi wa uchaguzi pia kuwa mteule wa rais. Na marais wote miaka yote huwa ni mwenyekiti wa CCM na mara zote anateua tume ya uchaguzi iliyokaa CCM. Sheria ya uchaguzi ya mwaka 1985 iliyofutwa na hii ya juzi ya mwaka 2024 iliyofanya wakurugenzi wa halmashauri kuwa ni wasimamizi majimboni. Hawa wote ni waajiriwa wa rais. Na hao wakurugenzi wanateua watu wa chini kusimamia uchaguzi huko chini, hivyo mfumo wote wa uchaguzi ni wa CCM. Haya ninayosema mfumo mzima wa uchaguzi ukawa ni mfumo wa CCM ni maneno yaliyopo kwenye tume ya Jaji ya Warioba. Ilifanya utafiti kuhusu masuala mbalimbali ya kikatiba. From top to bottom ni tume ya rais, ndio maana aliyekuwa mkurugenzi wa uchaguzi Wilson Mahela kwa sasa ni mbunge wa CCM jimbo la Butiama. Tume ya uchaguzi ilikuwa na makao makuu yake hapa Dar es Salaam. Kwenye uchaguzi mkuu mwaka 1995 vifaa vya uchaguzi havikupelekwa vituoni. Walimuogopa Mrema ili kuvuruga uchaguzi wa Dar es Salaam na Zanzibar. Mauaji yalianzia Zanzibar na sasa yamevaa kila eneo, na mimi nimefanya utafiti miaka kadhaa na watazamaji au waangalizi wa uchaguzi wamesema sasa kuhusu kuanzia mwaka 1995 kuwa yafanyike mabadiliko ya kikatiba ili kuifanya tume ya uchaguzi iwe huru. Haya mambo ya kuipendelea CCM yana potential ya kuleta uvunjifu wa amani, lakini serikali ya Mkapa na CCM ilikataa. Mwaka 1998 tume ya Jaji Kisanga ikapendekeza tuwe na mfumo bora zaidi wa uchaguzi nchini, na Mkapa na serikali yake wakakataa. Mwisho wake maafa yakatokea Pemba na watu waliuawa. Tukapata wakimbizi Tanzania, wengine wakakimbilia Mombasa sababu Mkapa alikataa tume huru ya uchaguzi na kumbuka katiba mpya. Zanzibar ilikuja tume ya kimataifa na baadaye tume ya Jaji Mark Bowman nayo ilipendekeza katiba mpya na mabadiliko ya mfumo wa katiba mpya. Hiyo ni mwaka 2003 wakamkatalia. Jaji Mark Bowman aliwekwa kwenye tume ya uchaguzi na mwaka 2005 wakataka kugombea urais kupitia CCM. Hivyo matatizo yakaendelea kuwa makubwa siku hadi siku. Waangalizi wa kimataifa wakapendekeza tena mwaka 2000 na mwaka 2005 kuwa nchi hii inapaswa kuwa na mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Ameondoka Mkapa, amekuja Kikwete. Tukaenda uchaguzi wa 2010 na tume hii na uchaguzi huu yakatokea maafa tena Zanzibar, na alipoingia tena akasema lazima tuwe na katiba mpya tubalize hii habari ya katiba. Tukapambana kuwezesha tume ya mabadiliko ya katiba. Wale wajumbe wote tulipendekeza na tukalazimisha tupate katiba yenye balance. Katika historia yetu yote hatujawahi kuwa na tume ya aina hii ya Warioba, ndio maana hamumpendi yule mzee. Tukaenda na mjadala wa mwaka 2014. Tukaelekea mwishoni CCM wakavuruga swali la kura ya maoni lishatengenezwa. Tukaenda uchaguzi mkuu wa 2015 na tume hii na katiba hii tukampata Magufuli na Samia. Katika sehemu hii Lissu anajenga hoja kuu kwamba matatizo ya mfumo wa uchaguzi si ya sasa bali ni matokeo ya maamuzi ya muda mrefu ya kukataa mageuzi. Anaanza na tume ya Nyalali ya mwaka 1992 iliyopendekezwa katiba mpya, tume huru ya uchaguzi na wagombea binafsi. Anadai serikali ya Mwinyi ilikataa ili kuokoa chama. Mabadiliko ya mwaka 1992 yaliimarisha udhibiti wa rais ambaye ni mwenyekiti wa CCM juu ya tume ya uchaguzi. Anaeleza jinsi wakurugenzi wa halmashauri, yaani wateule wa rais, wanavyokuwa wasimamizi wa uchaguzi majimboni, na hivyo mfumo wote unakuwa chini ya ushawishi wa chama tawala kutoka juu hadi chini. Anarejelea tume ya Warioba na tume ya Kisanga ya mwaka 1998 zilizopendekeza mageuzi na zikakataliwa. Anaunganisha kukataa kwa mageuzi matukio ya vurugu na vifo hasa Zanzibar na Pemba pamoja na maoni ya waangalizi wa kimataifa tangu mwaka 1995.
Lissu anatumia historia ndefu ya tume mbalimbali kujenga muktadha wa kauli zake za Aprili mwaka 2025. Anaonyesha kuwa malalamiko kuhusu tume ya uchaguzi si mapya. Dai kwamba mapendekezo yalikataliwa ili kuokoa CCM linaungwa mkono na maelezo ya Mwinyi mwenyewe kwenye kitabu chake kama anavyodai. Hii ni hoja yenye uzito wa kihistoria. Mabadiliko ya mwaka 1992 na sheria za uchaguzi yaliweka uteuzi wa wajumbe na mkurugenzi mikononi mwa rais. Lissu anaona hii kama kiini cha tatizo. Nyalali, Kisanga, McBoman, Walioba na waangalizi wa kimataifa. Mfululizo wa mapendekezo yaliyokataliwa unaonyesha mjadala wa muda mrefu. Anaunganisha kukosekana kwa mageuzi na matukio ya vurugu. Hii ni hoja nyeti sana inayohitaji ushahidi thabiti. Pia anaelezea juhudi za kupata katiba mpya chini ya Kikwete na jinsi zilivyovurugwa karibu na mwisho, na hivyo uchaguzi wa mwaka 2015 ukafanyika chini ya mfumo ule ule ambao ulikuwepo. Kwa ujumla, Lissu anajaribu kuonyesha kuwa kauli zake kuhusu no reforms, no elections na msingi wa kihistoria ndefu ya malalamiko na mapendekezo yaliyopuuzwa. Hii ilikuwa sehemu ya utetezi wa Tundu Lissu kuhusu historia ya mageuzi ya uchaguzi yaliyokataliwa. Utetezi bado unaendelea. Lissu bado anazidi kushusha nondo mahakamani. Endelea kuwa nami, nitazidi kukuletea taarifa kadri zinapotufikia. Subiri kipande kijacho kinachofuatia baada ya hiki.